Mabibi na mabwana, karibuni tena kwenye The Book of Magic and the Movie Stories. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kukutana na chaneli hii, bonyeza alama ya kengele, subscribe, ili uwe ni mtu wa kwanza kupata notification pale ambapo napokuwa nimeweka simulizi mpya. Niandikie kwenye comment section unatazama kutokea wapi. Niandikie kwenye comment section unasikiliza kutokea wapi. Jina langu naitwa Ayubu Obedi, na hii ni simulizi inayoitwa Dunia ya Kuzimu, hatua ya 6. Pale pale tulipoishia ndipo tunapoanzia. Ndugu mtazamaji, baada ya Bwana Jimmy kumshawishi mke wake, sasa nafikiri walikuwa hawana chaguo lingine zaidi ya kuanza kuishi katika ile familia. Tunatoka kule katika ile nyumba ambako kwa mchungaji pamoja na Jimmy pamoja na mke wake. Tunakuja moja kwa moja katika msitu. Ni msitu wa kando kidogo na hichi kijiji. Bwana, unajua Afande Steven alikuwa ni mtu ambaye anatafuta, kama kuna kitu anakitafuta, anatafuta sababu. Ikibidi baada ya kumuuliza maswali mengi yule Bwana Frenki kuhusu kifo cha mke wake, Frenki alimwambia, mke wangu na mtoto wangu Migani mara nyingi kuna sehemu alikuwa anaenda kubembea. Yaani mke wangu kuna sehemu alikuwa anampeleka Migani kubembea. Ni sehemu gani? Ikibidi sasa Afande amtoe kwenye ile mabusu yule Bwana Frenki, ampeleke katika ile kamba sehemu ambayo alikuwa anabembea. Na baada ya kufika, Bwana Frenki akamwambia, mheshimiwa, mke wangu huwa mara nyingi alikuwa anamleta mtoto wangu hapa kubembea. Na kweli kuna kamba ndefu ya kubembea katika kando kidogo ya kile kijiji, ni katika msitu mdogo hivi. Yule bwana akawa amemleta Bwana Afande, na baada ya kumleta Afande akatazama juu ile kamba ilipotoka, akatazama. Baada ya kutazama kwa muda mrefu juu, Afande Steven akasema, ina maana mbona hii kamba iko juu sana? Ule Bwana Frenki akasema, ndio, hii kamba iko juu kwa sababu hata mke wangu alikuwa akimwambia mtoto kwamba usipande mpaka juu, lakini mtoto wangu alikuwa ni mtundu kidogo, kwa hiyo alikuwa akipanda mpaka kule juu na baadaye anashuka. Baada ya hapo bidi Afande Steven asimame pembeni kidogo. Ndipo yule bwana akiwa na kumbukumbu za familia yake alishika ile kamba, akakunja sura, machozi akamtoka. Unajua maisha, muda mwingine ukipoteza familia unaweza umepoteza kila kitu katika dunia. Huyu bwana alimpoteza mke pamoja na mtoto ndani ya siku moja. Hakika akili yake imedata, hakika hajitambui, hakika anaona ameshapoteza kila kitu katika ulimwengu. Hakika inahuzunisha sana, na Mwenyezi Mungu aendelee kwa upande wake. Sasa tunatoka kule katika ule msitu kule ambako yuko yule Afande Steven na yule jamaa aliyepelekea familia yake kufa. Tunarudi katika ule mjengo ambao wanaishi familia. Wanaita Colonial House, wenye ndio jina lao, wana Colonial House. Yani ni mjengo ni mjengo ambao ulikuwa wanaishi wazee, ni mjengo ambao ulikuwa ni wa kutunzia wazee. Kwa hiyo ni mjengo mkubwa mno, wanaishi watu wengi.
Alice, yule mtoto wa yule afande Steven, alikuwa na yule binti ambaye anaitwa Julie pamoja na yule mtoto ambaye anaitwa Ken ambaye alipata ajali katika gari na paja lake, katikati ya paja lake akachomwa na nondo ikatokea upande wa pili. Walikuwa wamemtengenezea mkongojo kwa sababu alikuwa mguu mmoja anachechemea na mtoto yule alikuwa anatamani kutembea, inabidi amtengenezee mkongojo. Akamwambia Alice, akamwambia hebu jaribu kutembea kidogo. Yule bwana mdogo akaanza kutembea, akasema jamani, bwana kwa mfupi, kama mfupi ngoja tuongeze na hii nguo kidogo. Inabidi ule mkongojo kwa juu ufunge kamba, ufunge na nguo kwa kidogo kwa mrefu, akiweka katika kwapa za mabega yake, at least una fiti, anaweza kutembea kidogo kwa kuchechemea. Ilibidi yule binti anaitwa Fatima akamuuliza, yule binti anaitwa Julie akamuuliza Fatima, hivi nyie watu, ina maana kila anayemuona katika mji huu kapotea? Akasema yani kila mtu unayemuona hapa kapotea na kila siku watu wanaongezeka. Ndivyo tunavyoishi. Kwa tukikutana hapa inabidi tunapendana. Si kwa kweli hapa mna upendo wenzangu. Yaani mna upendo, yani kila mtu mnamsaidia. Inabidi tutengeneza jamii ya kusaidiana. Tusiposaidiana na sisi ni kama dunia ambayo haipo. Ni dunia ambayo isiyojulikana. Yaani huku hata rais wa nchi hajui kama kupo. Ila ukishapotea, ukishafika huku ndio unapojua. Yaani ndugu mtazamaji, ndugu msikilizaji, yaani mji huu haujulikani popote ulipo. Yaani mji huu duniani haujulikani. Yaani utaona ni mtu kasafiri, baada ya kusafiri kufika kwa muda unaona simu yake haipatikani, na baada ya kuwa simu yake haipatikani, mwisho wa siku hata yule pia mtu umuoni. Kumbe alipotea na kutokea kwenye dunia ya kuzimu. Ni mji kabisa, lakini huwezi kutoka. Ukishaingia njia ya kutoka huioni. Utaendelea kuzunguka mahali pale pale, unazunguka huioni njia ya kurudi. Ndio maana ya simulizi hii. Basi tunatoka pale katika ule mjengo, tunakuja moja kwa moja katika ile restaurant. Yule bwana mkubwa ambaye alikuwa akili zake sio nzuri, alipata ajali. Yule jamaa wenge yule alikuwa anakunywa chai huku anapiga story hapa na ule afande wa Kichina aliyempoteza baba yake katika ile hatua ya kwanza. Hatua ya pili, kuna afande wa Kichina alimpoteza baba yake. Hasa yule bwana mkubwa alikuwa anaongea mwenyewe, anatia story na ule afande. Baada yule bwana mkubwa kuendelea kuongea na yule afande akamuuliza, hivi kuna mtu ameongea na wewe kuhusu mji huu? Akasema ya. Ndio bwana mkubwa, yani nimeongea na ule Dona. Unajua Dona ni mlezi katika ile nyumba ya kulea wazee. Yani ndo kama vile si nisemeje, mama mjengo, mama mwenye nyumba, mama mlezi. Ambia nimeongea na Dona. Dona kaniambia tu katika huu mji bwana, huu mji siji kuna majini yanakula nyama za watu, kuna mashetani yananyonya damu za watu. Ishafika saa 12 jioni siruhusiwi kutoka nje. Kaniambia tu maneno mengi bla bla bla, yani mimi hata simuelewi. Lakini baada ya kuchonga sana, yule afande alimwambia lakini ndio hivyo. Yani Dona alichokuambia ndio iko. Hapa bwana kuna majini, kuna mashetani, kuna mazimu, kuna mamonster. Na inapofika saa 12 jioni, basi hao mamonster wanakuwa wanawinda binadamu. Na wanakupenda sana kunywa damu ya binadamu. Wakisha kukamata wanakuchuna ngozi, wanachalua nyama yako, wanakula paka nyama za binadamu. Ule bwana mkubwa akasema, bwana mimi siamini bwana hapa kama kuna majini, na mimi nitafanya njia yoyote mpaka niondoke. Yaani nitafanya ninavyoweza mpaka niondoke. Masuala ya kwamba hapa kuniambia si kuna majini, si kuna mazimu. Kwanza hata mimi usiku nitakuwa natoka. Yaani mimi siogopi kitu chochote. Unajua bwana, mimi nafikiri akili zake ziko timamu. Lakini nafikiri kila anachokiambiwa haamini. Unajua katika maisha ya binadamu tumetofautiana. Yaani kuna mtu ambaye unaweza ukamwambia bwana Mungu yupo, na anakuambia Mungu hayupo bwana.
Kama Mungu yupo, kwa nini tukimuomba ashuke na ashuki? Kama Mungu yupo, kwa nini tunateseka duniani? Kama Mungu hayupo, kwa nini tunakufa? Si Mungu tungekuwa anatusaidia tunaendelea kuishi. Unaona, Mungu hayupo, watu kama hao wapo. Unamwambia tena jamani, Mungu yupo, na mbinguni papo na moto upo. Mtu anakuambia hapana bwana, Mungu hayupo bwana. Yaani watu wa jamii hawa ni kama Farao. Yaani alikuwa akiambiwa kuna Mungu na anasema Mungu hamna. Ana Mungu wake mwenyewe. Kwa yaani binadamu tumeumbwa tofauti tofauti. Kwa ndo kama huyu bwana anaambiwa bana, hii sehemu ina mashetani, anasema mashetani hayapo, mimi siyaogopi. Mara mimi nitaondoka, njia ya kuondoka mimi nitaijua tu, nitatafuta njia, nitafanya namna. Kwa watu kama hawa duniani wapo. Lakini baada ya mazungumzo ya muda mrefu, yule bwana akaongea kitu kimoja kilichomshangaza yule afande wa Kichina. Akamuuliza, hivi kwani oya mwanangu, we sikiliza, we ni afande lakini mimi sikuogopi, tunaongea bana, sote vijana hivi. Hatuwezi kupata namna, hatuwezi kufanya namna tukatafuta njia ya kuondoka katika kijiji hiki? Yaani tutafute mlango wa kutoka nje ya hichi kijiji, tuondoke zetu duniani. Yaani huko tuondoke huko, hatuwezi tukafuata njia. Lakini akasema tena, lakini usijali, mimi mwenyewe naweza nikatafiti nikajua. Naweza nikatafiti nikajua. Jamaa akaweka kikombe, baada ya kuweka kikombe akatoka zake nje. Lakini yule binti ambaye na wasiwasi naye sana, ndiye aliyemuua rafiki yake, akamtazama wakati anatoka nje ya ule mgahawa. Akamtazama. Unajua huyu binti mimi nishakuwa na wasiwasi naye sana. Kwa nini alimuua rafiki wa huyu bwana mkubwa kwa kumchoma na kisu kwenye kolomeo? Kwa nini? Yule binti alimtazama, afu jamaa akatoka zake nje, huyo akasepa. Jamaa alipoondoka, yule afande alibaki katika ile meza. Kuna mtu mmoja alijisogeza, akamuuliza, vipi afande, huyu jamaa alikuwa anaongea nini? Afande akasema, huyu jamaa tu anataka ajitoe muhanga yeye afe. Kwa nini tena afande? Anasema anataka atafute njia ya kurudi duniani. Anataka atafute njia ya kurudi duniani bwana. Anasema haogopi majini, haogopi mashetani. Kwa anataka atafute njia ya kurudi duniani. Hakika inatisha. Sasa tunatoka kule kwenye ule mgawa, tunarudi katika ile wanaita Colonial House. Ni nyumba ya kijiji, nyumba ya watu ambao ni wahanga waliopotea na kujikuta katika hii dunia ya kuzimu. Kuna mzee mmoja alikuwa anapiga mahesabu, ni kama vile kuna kitu anatafuta, au ni kama vile kuna ukweli anatafuta, kuna ukweli uliojificha na utafuta. Ndipo yule bwana mdogo akiwa na mkongojo wake. Bwana mdogo anaitwa Kenny. Bwana mdogo mno, ana miaka kama 4 hivi. Akatoka akamwambia, unafanya nini? Babu, unafanya nini kwani? Babu akamwambia, we bwana, rudi ndani bwana, kwanza mama yako akishafika hapa atakupiga kelele, kwanza utanivurugia mambo yangu na mambo nafanya. Yule mtoto akamwambia, babu, nimesikia umetaja kama 3, 1, 2, 3. Unaweza kusema nikakusaidia bwana, nikakusaidia hata 4, 5, mpaka 10. Yule mzee akamwambia, hivi bwana mdogo, nimeshakwambia ondoka zako bwana, sitaki nikuone hapa, unanichanganya mahesabu. Mimi na hesabu zangu hapa napiga bwana. Mzee sasa sijui alikuwa anatafiti nini. Unajua katika huu mji kila mtu anatafuta, wanaita njia ya kutoka katika hii dunia ya kuzimu. Kila mtu anatafuta njia ya kutoka katika hii dunia ya kuzimu. Yaani kila mtu anatafuta kwa njia yake. Kila mtu anafanya mahesabu. Ni kama vile puzzle. Yaani ni kama vile mmejikuta kwenye sehemu ambayo inabidi utumie akili yako ili kuchomoka. Basi ndicho kinachotokea katika dunia hii ya kuzimu. Kijana yule bwana mdogo aliendelea kusema, kwani mzee bwana nitimua bwana, mzee babu vipi wewe? Alafu babu bana, nahisi kama kuna kijana anaishi maeneo haya, namuona kila siku ananiita. Yule mzee akawa ameshtuka. Akamuuliza, wewe utoke mbao, unaongelea nini wewe bwana mdogo?
Yule babu akaanza kuhisi huyu bwana mdogo huenda anaanza kuona mashetani. Unajua huyu mtoto alikuwa anaona mara nyingi kuna mtu kama yeye, umri kama wake, anamfanyia ishara ya kumuita njoo rafiki yangu. Sasa mara nyingi ilibidi kitu akamuuliza huyu babu akashangaa, unasema nini wewe kijana? Basi bwana babu, ngoja mimi nirudi zangu ndani. Yule mtoto akakata kona, akageuza na kuanza kurudi tena nyumbani. Lakini yule mzee akamsimamisha, hebu ngoja kidogo mjukuu wangu. Hebu niambie, unamaanisha nini kusema kwamba kuna kijana unamuona anaishi hapa? Unajua mzee alishangaa, hakuna kijana, yani hakuna mtoto mwenye umri kama wake yeye ambaye anaishi katika kile kijiji. Ndio maana akamuuliza, unamaanisha nini kusema kuna kijana anaishi hapa wewe? Mbona sikuelewi? Hebu nijaribu kuniambia nini shida? Yule bwana mdogo akamjibu, ni jamaa hivi bwana mdogo hivi, umri kama wangu, miaka 4, ila sije kumuona akiingia ndani, sije kumuona anakula chakula katika nyumba tunayoishi, ila huwa tunamuona amekaa hapa nje ananiita, ni kijana kama mimi. Yule bwana mdogo ikabidi sasa aanze kulimwaga, yani aliyokuwa anayaona. Sasa bwana mdogo, unajua mtoto bwana huwa anazungumza kweli, ndio maana yani kama umeua na mtoto akaona umeua, umekwisha, kwa sababu huwa anazungumza ukweli na mahakama wewe inamwamini mtoto. Kwa yule bwana mzee, yule bwana mkubwa, moja kwa moja akamwamini yule mtoto kwamba huyo mtoto kumbe kuna vitu ambao anaviona na havioni usiku, anaviona mchana. Yule mtoto anaona majini mchana. Yule bwana mkubwa alianza kuhisi kitu. Na kisha yule mzee akamuuliza, kwa hiyo huyo rafiki yako umeshaongea naye? Yule dogo akamwambia, hapana, lakini tumeshaanza kuwa marafiki, kwa sababu huwa ananiangalia, ananipungia mkono, akishanipungia mkono na mimi nampungia mkono, ni rafiki yangu. Bwana, yule mtoto tayari naona kashaanza kulogeka, yani kuna jini ambalo huwa linakuja kama mtoto kama yeye, nampungia mkono, natamani kumuita mtoto, anakuwa anashindwa kwenda. Lakini angekuwa mzima na anatembea na huu mguu wake mdogo, mguu wake mmoja huwa anachumba kila wiki, yani hakika angekuwa shaenda, ila kilichokuwa kinamzuia kwenda ndio mguu wake mbovu, anachumba gila, maana anatembelea gogo. Lakini yule mzee akamuita, hebu njoo sogea hapa, akasema mmeshaanza kuwa marafiki na huwa mnaongea naye, hebu sogea hapa. Ikabidi na yule mzee bwana amuite bwana mdogo. Sasa kisha yule mzee akamwambia, unajua mimi nahisi hii miti hapa inatembea. Hii miti inatembea. Lakini wakati anazungumza yale, yule Juli alikuja akamuita, Keni, hebu toka hapa, unaongea hapo na huyo chizi, unaongea naye nini? Hebu rudi ndani haraka sana, mama anakuita. Yule mtoto akasema, babu, sasa mimi ndo naenda, ila umeniambia miti inatembea. Miti inatembea, mimi nahisi miti inatembea. Ule dadake anaitwa Juli akamwambia, ingia ndani, hebu ingia ndani upesi, mama anakuita, tunakutafuta huko, unakaa unaongea nini na huyo chizi? Yaani yule dada alichukia kana kwamba anaanza kumuita yule mzee pale nje kwamba yeye ni chizi. Lakini huyo mzee akamwambia, Keni, huyo rafiki yako ukimuona tena mwambie hivi, babu anakusalimia. Ule mtoto bwana akasema, haya nitamwambia, hamna shida. Lakini kweli miti ilikuwa inatembea. Unajua hii dunia ya kuzimu inatisha kweli kweli. Mara ya kwanza ule mzee alikuwa anapiga hesabu zake, akahesabu hatua 12. Yaani kutoka katika ule ukuta wa nyumba mpaka kwenye ile miti, ile poli. Baadaye alivyorudi akahesabu hatua zikaishia 10. Baadaye yani mara ya kwanza alihesabu hatua zikaishia 9. Akarudi tena akapiga hatua zikaishia 10. Mara ya pili zikaishia hatua 12. Ndio maana akamwambia yule mtoto, mimi nahisi bana mjukuu wangu hii miti inatembea. Lakini yule dada yake ambaye anaitwa Juli, dada yake na huyo mtoto ambaye anaitwa Keni, alikuja na kufoka kwamba achana na huyo chizi, kaa naye mbali. Huyo chizi unamfuatafuata, lakini yule mzee sio chizi.
ni kweli ameanza kupiga hesabu kwamba hii miti inatembea. Ukija asubuhi inakuwa hapa, jioni inakuwa hapa. Na wenda hata pia huu mji pia unatembea. Kwa sababu ukiangalia sehemu ya kwanza, nenda kaitazame, nenda kasikilize hata sehemu ya kwanza ya simulizi hii. Hii familia walikuwa katika gari, mji walikuwa wanauacha nyuma na wanaenda wanaokuta mbele. Hasa wenda huu mji wa dunia ya kuzimu unatembea. Tafadhali, utamu wa simulizi anzia mwanzo. Hii ni hatua ya 6. Hatua ya 5 ipo, ya kwanza, ya 3, ya 4, ya pili, zote zipo, na hii ni hatua ya 6. Kwa hiyo ninakushauri ili uelewe simulizi vizuri, fuatilia mwanzo mpaka mwisho. Na ukumbuke hii ni season 1, kwa hiyo tunaendelea. Yule mzee aliendelea kupiga hatua. Apiga hatua akiamini miti inatembea. Sasa yule Taila, tunamuita Taila, yule chizi, mimi namuita chizi, yule anayesema aogope majini na mashetani. Anaendelea kupiga misele tu na ile baskeli ya watu. Nakwambia kaiazima kwa mara ya pili anapiga misele, naona anakagua, yani haamini kwamba huku bwana ukiingia kutoka uweze. Yani haamini kama huku ukishaingia uweze kutoka. Anaamini tu kwamba ipo njia. Ndio wale nilikuwa nasema. Yani unaweza kukuta mtu haamini kitu fulani lakini wewe unaamini. Mimi naamini kama Mungu yupo, lakini mtu mwingine anamwambia Mungu hayupo. Kama yupo mbona hatusikii sauti yake? Yani kuna watu wa design hiyo. Sasa huyu bwana anaambiwa huu mji una mashetani, haamini hata kidogo. Mara ya pili ana baskeli yake tena anapiga misele, anakanyaga mitaa. Yani huu mji wenyewe umezungukwa na miti na misitu. Nyumba ni moja lakini anazunguka tu mwenyewe. Na sasa katika kutembea yule chizi, yule kivuruge anayepiga kelele kwamba haamini kama kuna majini. Bwana, sasa akaona sehemu kuna handaki. Unajua wenzetu wanaamini kwamba vita inaweza katokea muda wote. Na vita ikitokea muda wote watu wanakimbilia kwenye mandaki. Jamaa akaona handaki. Baada ya kuona handaki bwana, si akafungua. Baada ya kufungua ile handaki, si akaanza kuingia ndani. Na ile handaki ndani kuna giza. Aisee, jamaa akili zake kweli ni zero brain, yani akili zake ni 0 plus 0, 0 double 0. Yani akili zake ni O. Baada ya kuingia mle ndani, kwanza akakutana na hilizi. Unajua kwa kawaida hichi kijiji kila ukinapoingia katika mlango lazima utakutana na hilizi. Kwanza akutana na hilizi, akaitazama. Na baada ya hapo akawasha taa. Baada ya kuwasha taa akaanza kupiga hatua ya kwanza, ya pili. Mbele yake akaona mlango. Lakini huu mlango unaonekana ni wa zamani. Yani ni mlango ambao yani ili handaki inaonekana lilijengwa zamani mno. Mpaka mlango wake umepata kutu. Lakini jamaa huyu anaingia tu ndani hata haogopi. Hakika huyu jamaa ni chizi. Na baada ya kuona ule mlango akafungua bwana. Baada ya kufungua ule mlango ndani ya ile handaki, alichokiona, kaona kuna maiti ya mtu amekufa. Tena kauawa kikatili. Bwana, huyu jamaa alitoka kimya. Yani hivi ushaona kuna mtu ambaye ni kielele. Hasa ndo kama huyu, yani ni kielele lakini kumbe jamaa ni muoga bwana. Yani jamaa ni muoga vibaya mno. Katoka kimya. Alichokiona sasa yani alichokiona ni siri yake. Sasa karudi kwenye baskeli yake yule. Baada ya jamaa kuondoka na baskeli, sijui alichokiona alikuwa anaota au alikilikuwa ni halisi. Alikuwa anapiga mayowe na anashangilia kweli. Sasa sijui ni akili yake ilikuwa haiko sawa, maana akili zake zilikuwa vile ni mtu ambaye akili zimeruka kidogo. Sasa tunatoka kule kwa ule jamaa, tunakuja katika kanisa la katika kijiji. Tunamkuta Afande Frenki, Afande Steven akiwa na mchungaji.
Mchungaji alikuwa anamuuliza, mbona unaonekana uko na mawazo sana, nini shida? Afande Steven akasema, unajua mchungaji, lile banda ambalo tumetengeneza, lile container ambalo tumetengeneza kama moja ya njia ya kuwapa watu adhabu kali ambao wamekuwa wamekeuka sheria zetu. Mimi naona ule bwana Frank tukimuingiza mle ndani bwana, kama vile tunamfanyia unyama. Unajua ule ni binadamu. Sasa kama ni binadamu na tukimuingiza mle, tunakuwa vile tunamfanyia unyama. Yaani bwana Frank baada ya kusababisha mke wake na mtoto wake kufa, akahisi kama wanamfanyia unyama, kumweka katika lile banda. Sababu anaamini tu siku itakapofika wale mashetani wanaweza wakamtesa na kumsumbua kwa kiasi kikubwa. Ndipo mchungaji aliendelea kutia story na Afande Steven, wakiendelea kujadili ni njia gani wafanye au adhabu gani wafanye nje na ile adhabu ya kumlaza mtu ndani ya chumba kama keji. Yani ni chumba kama godown, ni chumba kama container. Kumlaza eti godown, ni chumba kama container nje. Wakati huo ile ni dunia ya kuzimu, ni kijiji ambacho kinakaliwa na mashetani, au huenda anaweza akapoteza maisha kabisa. Mchungaji akasema sawa, lakini au kwa sababu Frank ni rafiki yako wa kitambo, ndio maana unaogopa kumpa adhabu? Sasa kwa mfano hujampa adhabu na akatokea mtu mwingine akafanya uzembe, watu wakafa katika kijiji hiki, itakuwaje hapo? Je, utaweza kumchukulia hatua kweli mtu mwingine kama huyu tu ambaye kafanya majanga? Hujamchukulia hatua, je, mwingine anaweza kumchukulia hatua? Bwana mchungaji alimtwanga swali gumu sana Afande Steven. Afande Steven akasema, akasema mchungaji, mimi nafikiria tufanye kautu kidogo. Mchungaji akamwambia, sasa wewe, sheria zimetengenezwa ili zifuate. Vipi mimi nikikosea? Au vipi wewe ukikosea? Unafikiri sasa kila mtu akikosea hapa, kila mtu unajua tunakuelekea, kila mtu atafanya anavyojua sasa, kwa sababu atakuwa anajua hapa hamna sheria. Kwa hiyo lakini sawa, mimi nakuachia wewe. Mimi ni mchungaji, nitaendelea kuhubiri neno la Mungu katika kijiji hiki, lakini wewe pia ni afande. Kwa hiyo utafuata sheria zako, ukisema katika sheria zako weke na kautu, hiyo ni juu yako, utajua mwenyewe, lakini mimi nitaendelea kufuata na kusimamia kile ambacho naona kwangu ni sahihi. Nitahubiri neno la Mungu na kuasi watu waende kufuata Mungu, lakini wewe kwa sababu kuja kuniomba mimi ushauri, basi fanya unavyoona kwako ni sahihi. Na kisha baada ya hapo Afande Steven akatoka zake akiwa anaongea mwenyewe. Yani wewe mchungaji unasema tutengeneze sheria za kuua watu, tena wewe mchungaji yani uko kwenye nyumba ya Mungu bado unasisitiza kwamba tutengeneze sheria ya kuua watu? Kile mchungaji alimwambia sheria ifuate mkondo wake, lakini Afande Steven akaenda tofauti, akasema hapana, huyu jamaa tukimweka katika lile banda atauawa. Haiwezekani tuwe katika lile banda. Usiku utakapoingia wale mashetani wakija watamuua, hawezi kumwacha akiwa salama. Kwa hiyo afande alikengeuka ile adhabu, akasema hawezi kutengeneza adhabu ya kifo, hawezi kumuua mtu. Hivyo huenda nafikiria ni jambo gani lingine la kufanya ili tu kuweza kufidishia ile adhabu ambayo ilikuwa imetengenezwa, ama kureplace ama kutengeneza sheria nyingine ambayo itasimama kama adhabu tofauti na ile ambayo alikuwa ameshapanga mwanzo. Baada ya kutoka, Afande Steven alielekea moja kwa moja katika lile banda. Ile banda bwana alikuwa lina wavu mmoja na alikuwa lina matundu mengi na mlango ulikuwa una uwazi, ni kama vile wamechomelea nondo tu. Kwa hiyo Afande Steven unajua kidogo ana utu, akaingia katika lile banda akatazama. Sasa kama ni mtu kweli akiingia katika hili banda, yale majini akishakuja usiku alivyokuwa anashawishi si atamtesa, si atamuua, si atakufa na kiholo huyu. Anaweza kufa na kiholo huyu.
Yaani anaweza akapata shinikizo la damu, akapata heart attack akafa, maana yale majini yakija anakuja zaidi ya 30 40, anakuwa anakutisha, anaongea sauti za kutisha. Mwingine atalia sauti za mnyama, mwingine sauti za bundi, mwingine sauti ya ndege, mwingine atacheka. Kwa hiyo inaweza kumsababisha mpaka bwana Frank akafa. Kwa hiyo hii adhabu ni kali. Afande alikuwa anawaza kuibadilisha. Baada ya kufika katika ile banda, Afande Steven aliingia ndani yake akakaa. Baada ya kukaa akaanza kuwaza, ina maana kweli tumlaze hapa. Unajua binadamu inabidi muda mwingine uwe na utu. Hata kama unatengeneza sheria, lakini uangalie uzingatie binadamu kidogo. So binadamu mwenzako unamlaza katika banda lilochomelewa kama banda la kuku, na sehemu ambayo analala na sehemu ambayo alipo hamna usalama, ni sehemu ambayo ina majini, mashetani wananyonya damu za watu. Ni kama kumtoa sadaka. Afande Steven alikuwa amekaa akiendelea kuwaza, hivi kweli hivi bwana kweli aje alale hapa? Unajua, jaribu kujenga picha kidogo. Na baada ya Afande Steven katika lile banda, mimi sijui aliwaza nini. Alirudi kituoni moja kwa moja katika kituo cha polisi. Baada ya kufika akafungua chumba cha mahabusu, kisha akampa hilizi yule bwana mkubwa. Baada ya kumpa hilizi, yeye hakuongea chochote. Baada ya hapo akatoka moja kwa moja akaelekea makaburini, kwa sababu mwanzo waliambiwa kwamba huko makaburini kuna sherehe. Sasa sijui ni sherehe gani inayofanyika. Naona mchungaji akiwa amesimama akizungumza. Ngoja tusikilize anasemaje. Katika kaburi moja hivi, mchungaji aliweka maua pamoja na mawe. Jamii yote ile akawaita, akawaambia, katika kijiji hiki tunaishi katika jamii mbili. Kuna Colony House na jamii nyingine inaishi katika majumba. Sasa wewe utakuja hapa, utachagua aidha ua au majumba, kwa sababu wengi wao walikuwa wanaonekana ni wageni. Yaani kuna watu ambao wamefika muda katika hichi kijiji na wengine ni wageni. Kwa hao wageni nafikiri ndio walikuwa wameitwa pale. Alikuwepo Afande Steven, tunamwona alikuwepo Jimmy, alikuwepo Tabita, alikuwepo yule binti yao alikuwa anaitwa Julie. Wengi wao walikuwa ni wageni waliopotea hivi karibuni. Na pia kulikuwa kuna yule bwana mkubwa ambaye alikuwa ana wenge. Yule bwana ambaye alikuwa anaomba baskeli, anasema amini kama kuna mashetani, kama kuna majini. Kwa hiyo nafikiri hapo alikuwa anapiga ananado kwamba ukichagua jiwe basi utaenda kuishi Colony House, na ukichagua ua basi umechagua kwenda kuishi katika majumba. Ina maana katika dunia ile ya kuzimu kuna nyumba ambazo ni za kuishi. Kuna nyumba za kuishi ambazo nitakuwa waishi watu. Yaani dunia wenyewe wanaita dunia ya kuzimu, kwa sababu ni kijiji ambacho hakijulikani kama duniani kipo. Kila anapoingia, kila anayeingia hatoki, na njia ya kutoka huwezi kuiona tena daima utakapoingia, kama utaingia katika kijiji hiki. Baada ya mchungaji kuongea, Afande Steven alisimama na kusema pia, wote tuliokusanyika hapa wengi ni wapya na wengine pia ni watu wa zamani. Kwa hiyo tumekuja hapa kusaidiana, kuelekezana kuhusu mji huu. Hata kama tumepotea na hatuna matumaini ya kurudi nyumbani, but we can deny life. Hatuwezi kukata tamaa na maisha. Kitu ambacho kinahitajika ni kuendeleza na maisha yetu hapa. Ndio maana tumetengeneza sheria zetu wenyewe na tunaishi katika kijiji chetu wenyewe. Hata kama baadhi ya mahitaji hatuyapati, lakini tumeamua kutengenezea sheria zetu wenyewe. Kwa hiyo hata sheria tumejiwekea zetu wenyewe, inabidi tufuate sheria, kila mtu afuate sheria, mambo yaende vizuri. Hivyo ndio jambo ambalo mimi nafikiria. Afande Steven aliendelea kuwapa darasa wageni na pia kuwakumbusha wale wenyeji ni nini wanahitajika kufanya katika mji wao huo wanaoita dunia ya kuzimu.
Na wakati afande Steven anazungumza, Frank alifika. Ina maana Frank aliachwa kule katika kituo cha polisi, lakini tunaona amefika naye pale makaburini. Afande Steven akamuuliza, "Wewe Frank, umekuja kufanya nini hapa?" Frank akasema, "Samahani jamani, samahani sana. Najua nimekuja hapa bila kuitwa, lakini ningeomba kuzungumza kidogo na nyinyi. Najua mimi na makosa, nimepelekea familia yangu kufa kwa uzembe wangu, na leo tekeleza adhabu yangu." Ina maana yule afande Steven alifikia maamuzi kweli ya kumweka katika kile chumba ambacho hakina usalama wa maisha. Nafikiri ndio maana jamaa anasema kwamba jioni ya leo natumikia adhabu yangu, kwa hiyo nimekuja kuzungumza na nyinyi, japo ningeomba nafasi kidogo ya kuongea na kuzungumza na nyinyi. Kisha bwana mkubwa akaanza kuzungumza, "Unajua, leo usiku nitalala katika lile dude ambalo mmetengeneza pale nje, ambayo ndio kama adhabu yangu. Lakini nataka niwaambie jambo kwamba hiki ni kipindi cha Christmas, na mwaka jana pia mimi na mtoto wangu na mke wangu ilikuwa ni kipindi cha Christmas, na ndio siku ambayo tulipotea tu tukajikuta tumetokea katika dunia hii ambayo mnaita dunia ya kuzimu, na mpaka leo ni Christmas. Na nafikiri ni uzembe wangu, nimepoteza familia yangu kwa sababu ya uzembe wangu. Hivyo nafikiri nitakuwa tayari kulala katika lile jumba au katika lile container ambalo majini wakija wenda wanaweza wakanifanya nikapoteza maisha, lakini ni sheria zimetengenezwa ili zifuate, na mimi niko hapa kusema kwamba niko tayari kuzifuata sheria." Lakini ukumbuke bwana mkubwa alipewa hilizi kule kituoni na afande Steven. Kwa hiyo ile hilizi alikuwa nayo, amekuja nayo pia. Huenda katika ile hilizi huruhusiwi kuingia na hilizi katika ile nyumba, lakini afande Steven alimpa, na mchungaji pia anaona, analiona hilo kwamba huyu bwana analala katika kile chumba, lakini anapewa hilizi ya kujilinda. Huenda ni kitu ambacho alikuwa hahitaji. Itakiwa huyu bwana apewe adhabu ya kuonekana, yaani asipewe ulinzi, na mimi apitie matatizo katika lile container au katika lile keji, apitie consequence ili ajifunze. Walipokuwa makaburini, Frank akaendelea kusema kwamba kipindi ambacho nimefika hapa katika mji huu kwa bahati mbaya na kujikuta nimepotea na nikajikuta katika mji huu kwa bahati mbaya, mimi na familia yangu. Mwanzo nilikuwa ni baba mzuri tulipokuwa huko tulikotoka katika dunia, lakini baada ya kufika katika dunia hii ya kuzimu, nimeruhusu wale mashetani na wale majini waiharibu akili yangu, mpaka leo nikawa sio baba mzuri na nimepelekea familia yangu kufa. Hakika Mwenyezi Mungu naomba anisamehe na familia yangu ailehemu huko pema peponi. Na pia nisingependa hili tena litokee kwa mtu yoyote. Bwana Frank aliendelea kusema kwamba hatamani kilichotokea kwake basi kitokee tena kwa mtu yoyote, kwa sababu amepelekea kupoteza familia yake, na yeye anaona kabisa anastahili kupewa adhabu, na kama atakufa basi ataifuata familia yake. Aliendelea kuzungumza maneno ya uchungu, maneno ya huzuni, kana kwamba kuna kitu kinapiga ndani ya moyo wake, huku machozi yakimtiririka. Ndipo baada ya kuzungumza mengi, Bwana Frank ikabidi atoe paka ile hilizi, akamrudishia afande Steven, akamwambia, najua pale ndani kituoni umenipa familia, umenipa hilizi kinyemela ili uweze kunisaidia, lakini mimi ni mwenye dhambi na nahitaji kupata adhabu inayostahiki kama fundisho kwa watu. Nimesababisha
mtoto wangu amekufa, mke wangu amekufa kwa sababu sikuwa baba mzuri, ilianza kuwa mlevi. Lakini nafikiri nipeni adhabu ya kulala nje katika lile banda, hata kama majini na mashetani watakuja kunimaliza, nitaifuata familia yangu. Hakika jamaa anaongea maneno ya huzuni. Na wakati wapo katika yale makaburi, ghafla yule bwana ambaye ni akili zake sio nzuri, si akaanza kucheka. Bwana, hivi nyinyi mnaongea mambo ya adhabu, mambo ya majini, mambo hii hapa, mbona hamna kitu chochote? Naona mnanipigia kelele tu. Unajua jamaa akili zake sio nzuri. Sasa afande akachukia, akaenda akamkwida, akamshika, akamwambia, hivi wewe kwanza chagua, unachagua jiwe au unachagua ua? Yaani unachagua kuishi katika yale majumba au unachagua kuishi katika colonial house, katika ni nyumba ambayo ilikuwa ni ya kulelea wazee? Afande Steven inabidi amwambie achague pa kuishi kwanza. Maana kila anayefika hapa inabidi achague sehemu ya kuishi. Ukai tu, sheria lazima zifuatwe. Na baada ya Afande Steven kumbana na kumkaba bana, jamaa sasa ikabidi achague jiwe. Bwana, nimechagua jiwe jamani, nimechagua jiwe hapa, basi mniache niondoke. Aje jamaa Afande Steven akamshika, akamsukuma, akamwambia tembea zako bwana. Sasa wakati anamsukuma yule afande wa Kichina alikuwepo, ndo anafika yale maeneo. Yule jamaa akasema, Dani, nakwambia wewe afande, nitakuzingua bwana, na nitawazingua wote. Yule jamaa akili zako sio nzuri bwana. Baada Afande Steven akamwambia, wewe bwana, tembea bwana, unatuvurugia kikao chetu, wewe ondoka hapa, kama unataka kufa utakufa mwenyewe. Afande Steven akamwambia, kama unataka kufa utakufa mwenyewe, wewe timka, hamna anayekuhitaji hapa. Sasa yule afande wa Kichina wakati anakuja, si akaona lile vulumai, ikabidi amshike mkono, anambia, sasa wewe hebu twende huko, kuna kitu nikakuonyeshe kwanza, twende huko. Kama ameondoka naye. Sasa huku nyuma akaanza kumwambia Frenki, usifanye hivyo bwana, baki na hiyo ilizi itakusaidia. Frenki bwana, ilizi yake kashatoa, lakini akasema hapana, niko sawa, acha tu mnifungie katika ile nyumba, mimi niko sawa, hamna shida, Mwenyezi Mungu atanisaidia, haina haja ya kuendelea kwamba mmenipa hilizi niingie katika adhabu afu bado mnanipa. Yani kapewa hilizi kwa kificho ili akatumikia adhabu yake, angalau ile hilizi mwepushe na wale mashetani, lakini anataka aende kavukavu. Yani haogopi mashetani, haogopi nini, mwili wake ushakufa ganzi, anaingia jinsi alivyo na Mungu wake katika lile banda, na mashetani watakapokuja, mimi sijui watamfanya nini, simulizi yetu itatueleza. Na katika kile kikao ikabidi sasa afande awaambie, bana, sasa kila mtu aanze kuchagua sehemu ya kuishi. Mwenye kuchagua ua ataenda kuishi town house, mwenye kuchagua jiwe ataenda kuishi kule kwenye majumba wanakuita colonial house. Colonial house ni kule kwenye majumba, town house ni colonial house ni kwenye ile nyumba ya kulelea wazee. Colonial house wanaita, na town house ni katika yale majumba ambayo hayakaliwi na watu. Wote wakachagua, ile familia ikachagua. Sasa yule bwana mkubwa ambaye anaitwa Jimmy na mke wake na mtoto wao mdogo alikuwa anaitwa Kenny, wao wakachagua kwenda kuishi town house, yani kwenye yale majumba ambayo yakaliwi na watu. Lakini mtoto wao Julie akasema, mimi naenda kuishi colonial house. Hasa hapo mvurugano ndo kaanzia hapo. Mtoto anasema nataka kwenda kuishi kule colonial house. Baba, mke na mtoto mdogo anasema nataka kuishi town house. Nataka kuishi town house kwenye zile majumba. Sasa mzee akasema hapana, huyu ni mtoto mdogo, hajafikisha hata miaka 18, ana miaka 14 huyu. Hatuwezi kuruhusu aende kuishi town house yeye mwenyewe. Huyu mtoto inabidi
twende tukaishi naye. Siwezi kuacha mtoto wangu akaenda. Basi muda huo na ule mama sasa akachanganyikiwa. Hapana, siwezi kuruhusu mtoto wangu aende akaishi Colonial House. Bado mdogo, basi na mimi naenda kuishi huko huko. Afande Steven akasema, sikilizeni, hebu kaeni kimya kwanza. Afande Steven akasema, tafadhalini msifanye chochote kile ambacho kinaweza kupelekea kuvunja sheria, kwa sababu hapa tunaishi kwa sheria bana. Unajua alikuwa anapiga makelele, mwingine anamwambia nataka niende nikaishi Mbagala, mwingine anakuambia mimi naenda kuishi Gongo la Mboto, au mimi naenda kulala kwenye chumba cha bibi, mimi naenda kulala sebleni. Sasa hapo walipopotelea bana, hapa kuna sheria kali kweli kweli. Afande anawaambia msifanye sheria ifuate mkondo wake. Hapa mtu hujipangii, sheria inafuata mkondo wake. Ndio maana ule afande alikuwa analalamika, kichwa kinamuuma. Unajua kuongoza watu inahitaji moyo, ni mtihani kweli kweli. Kwa hiyo wazazi wa Julie, mtoto wenu amechagua kwenda kuishi Colonial House, nyinyi mmechagua kwenda kuishi Town House. Colonial House mtoto wangu anaitwa Alice, yupo kule, atamlinda, kwa hiyo atakuwa salama. Nendeni mkaishi mlikochagua, na huyu amefuata sheria, ameishi, amechagua sehemu ya kuishi, ataenda kuishi kule kwenye ile nyumba ambayo ni kama nyumba ya kulelea wazee. Bwana mkubwa Afande Steven anawaambia katika Town House ile Colonial House kuna mtoto wangu anaitwa Alice, atawalinda, atamlinda binti yenu, na huyu pia ni afande. Kwenye nendeni mkaishi mlikochagua. Basi walikuwa hawana chaguo lingine. Mchungaji akasema, jamani, kiza kimeanza kuingia. Sasa hivi ni saa 12, kwa kila mtu aingie kwenye nyumba yake ya kuishi. Wanaoenda kuishi Colonial House waende kwenye jumba lao la kulelea wazee hilo, wakaishi, na ambaye anaenda kuishi Town House kwenye yao majumba ambayo yakaliwi na watu, basi waende wakaishi. Lakini Bwana Jimmy alikuwa amechukia sana, yani huyu mtoto wangu kumzaa mwenyewe, lakini jeuri kweli kweli. Sasa haijulikani huyu binti nini kinampeleka katika ile nyumba kulelea wazee, na kwa nini anakwepa kwenda kuishi na wazazi wake. Lakini majuto ni mjukuu. Simulizi yetu itatueleza nini kitatokea. Mimi sifahamu. Tuendelee na simulizi yetu. Baada ya hapo, kila mtu alianza kutawanyika. Wengine walipita huku, wengine kule. Kiza kilikuwa kimeanza kuingia, na hapo walielekea katika zile nyumba za kujistiri. Wengine Colonial House, wengine walielekea katika Town House, zile majumba ambazo zilikuwa hazikaliwi na watu. Yaani kama kuna familia ambayo tayari imeshakufa na watu hawaikali, basi wao walienda kuishi huko. Kuna ule afande wa Kichina aliondoka na ule bwana mkubwa, yule Mapepe. Mimi namuita Mapepe. Akili zake sio nzuri. Kivuruge huyu. Yaani kichwa boxing day, akili yake hamna kichwa, yaani kichwa ubongo hakina ubongo hiki. Make yeye anawaza ujinga tu topolo. Bwana akaondoka naye, akampitisha njia ya makaburini. Baada ya kumpitisha makaburini, moja kwa moja akampeleka kwenye kaburi la mwenzake. Akamwambia, unaona mwenzako amezikwa hapa. Mwenzako amezikwa hapa. Sasa na wewe kama unafikiri watu wanakufa kama video katika huu mji huu, kumbuke hakuna anayejaribu kushawishi kupotezea maisha yako. Hayupo. Huu mji mtu anajitahidi kukushawishi ili uweze kuishi. Ndio maana tukawasaidia katika ajali na mambo mengine. Sio kwamba tunakutaka upoteze maisha, hapana. Tunahitaji uweze kuishi vyema. Bwana, huyu jamaa baada ya kuona kaburi la mwenzake bwana, changanyikiwa, akapagaa kweli kweli. Maana juu ya kaburi kwa kuna nguo nyeupe ambazo alikuwa amevaa rafiki yake, zikiwa na damu. Jamaa baada ya kuona ile damu alihisi kutapika. Jamaa akahisi kutapikiana. Sasa baada ya hapo jamaa akasema, kuna deki zenu mnanisikia? Nyie majini sije nyie mazimu mnanisikia? Kumbe hamna utani bwana, ila jamaa wangu mmemuua, yani kifo kibaya, yani ameshazikwa. Kama unajua afande, yani mimi nilikuwa
nilikuwa sijaona mwili wake. Kumbe jamaa ndo amemuua hivi. Bwana, unajua huku bwana jinsi wanavyozika katika hii dunia ya kuzimu. Huyu bwana wamechimba kaburi, baada ya kuchimba kaburi wakaweka mwili wake. Baada ya kuweka mwili wake hawakufukia kaburi, wakaliacha kama lilivyo, ila wakafunikia tu na shuka lilikuwa limetapakaa damu. Sasa yule bwana baada ya kuja kuonyeshwa mwili wake akapagawa. Sasa sijui katika dunia hii ya kuzimu kwa nini wanafanya mazishi aina hii, au ni waliweka tu mwili ili kuja kumuonesha urafiki yake, sababu alikuwa anapiga kelele kuanzia usiku wa kwanza mpaka leo alikuwa anaendelea kupiga kelele. Labda wenda, mimi sijui, wenda waliamua tu kuacha kufunika na mchanga mwili huu au kufanyia maziko ya moja kwa moja ili huyu bwana ajawe. Bwana jamaa alikuwa amepagawa, anasema nyie majini, nyie mazimu, yani kudadeki zenu ndo mmemua. Mmemua mshikaji wangu, yani kudadeki zenu, yani mimi siwaogopi, yani I say, yani nitawatafuta yani. Baada ya kaudi kwa ule tunafanda akichamba blaza ya samani bwana, kumbe majini wapo kweli. Nilikuwa najua utani bwana. Yani amemua kikatili. I say rafiki yangu amemua kifo kibaya, ndo amemua hivi. Unajua jamaa alipigwa na kisu shingoni, na aliyempiga kisu tunamuona yupo na anatembea. Hasa sijui, je, na yeye anashirikiana na wale mashetani? Mimi sijui. Simulizi yetu itatueleza. Yani jamaa aliendelea kupagawa. Yani rafiki yangu kawa maiti. Rafiki yangu kawa maiti bwana. Yani ndo amezikwa sehemu mbaya kama hii. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Jamani rafiki yangu ndo umededi. Yani alikuwa analia, moyo wake unamuuma, sononeka kweli kweli. Yani alikuwa haamini. Sasa kumbe yule afande wa Kichina wenda aliambiwa bwana, ile maiti aidha ifukweni muiache wazi ili huyu bwana aletwe apelekwe katika ile kaburi, aende akaangalie rafiki yake alivyokufa, maana alikuwa haamini. Wenda nahisi ni hivyo, kwa sababu hawa watu bana ni wazee wa fact and logic. Yani wanakupa panado alafu wanakupa na maji ya kumezea. Ukiwa wewe ni mbishi, wanakuambia ukweli. Ukweli usiposikiliza basi wanakuonyesha hali halisi. Kwa hiyo wenda hakutaka kumpoteza ujamaa. Wenda hakutaka kumpoteza, badili yake sasa ilibidi tu wenda wakamwonyesha maiti ya rafiki yake. Hapo nafikiri atakuwa amejifunza jambo kwamba dunia ya kuzimu ukiingia hakuna kutoka, na ukifa unakufa kweli, hamna maigizo. Na jioni ile baada ya ule bwana mkubwa kutolewa kule makaburini kule katika kituo cha polisi, yule bwana ambaye anaitwa jina lake, ule bwana ambaye alipelekea familia yake kufariki, anaitwa Frenki, anatolewa katika kituo cha polisi na kupelekwa katika lile banda ili kupata adhabu. Sasa je, atakufa? Je, wale mazimu, wale majini watamwacha salama? Mimi sijui. Tuendelee na simulizi yetu. Baada ya kufunguliwa jioni ile, watu wote katika kijiji walikusanyika nje ya lile banda wakiwa wanatazama. Lengo lao huyu afande Steven, kila mtu aone kwamba hii adhabu inayomkuta jamaa yake. Unajua huyu bwana Frank alikuwa na urafiki na afande Steven. Kwa hiyo afande Steven alikuwa anawaonyesha kabisa kwamba huyu ni rafiki yangu, lakini nampa adhabu ya kulala nje. Maana hapa analala nje, yani unawekwa kitoweo. Yani ni kama vile unachukua ndoano, ushachukua ndoano, unaweka kitoweo, unaingiza katika shimo la mamba. Huyu ndio bwana walichofanya. Wametengeneza container, wamelitoboa matundu makubwa kana kwamba hata mkono unaweza kupita. Alafu wakamweka ndani yake, wakamfungia ili wale majini wakija sijui wamtafune
au amfanye nini, mimi sijui. Watu walitazama kwa uchungu na kwa huzuni, na hakika ilikuwa ni fundisho kwamba katika kijiji hiki sheria lazima zifuatwe na si masihala. Ukizingua unakutana na mkono wa sheria kweli kweli. Haijalishi wewe ni mchungaji, wewe ni afande, wewe ni mkorofi, wewe ni mtukutu, lazima sheria ifate mkondo wake. Alafu sasa wewe au mashetani na majini utapambana nao. Na baada ya yule bwana kumfungia na lile banda pale nje, pale nje ambapo kuna uwazi, afande alimwambia bwana, mimi naenda, wewe bwana lala huko. Sema hamna shida, mimi niko tayari, wewe funga tu. Hamna shida, mimi nishafunga. Baada ya hapo afande Steven akamwambia wale wananchi, jamani, tawanyikeni. Tawanyikeni. Hili jambo linatokea hapa kama fundisho kwa yoyote ambaye atavunja sheria, basi jambo zito linaweza likamkuta. Na watu wakatawanyika. Jioni ya saa 12 ikiwa inaingia, hata watu wengine pia waliokuwa katika biashara zao, kwa mfano migahawa na mambo mengine, walifunga milango na kurudi nyumbani. Katika dunia hii ya kuzimu, katika kijiji hiki cha kutisha chenye mauzauza ambacho ukiingia huwezi kutoka, basi kila ifikapo saa 12 watu huingia ndani na kujificha, kuepuka majini na mashetani ili kunusuru maisha yao. Na pia kufunga milango ya nyumba zao kwa makomeo na kufunga madirisha na makomeo, na pia kufunika mapazia ili wale majini wasije kuona kitu ambacho kiko ndani. Na jioni hiyo bwana Jimmy pamoja na mke wake Tabita na mtoto wao mdogo ambao anaitwa Kenny waliingia moja kwa moja, kwa sababu wao walichagua kuishi katika, wanasema town house, katika majumba yani nyumba ambazo hazikaliwi na watu. Waliingia katika nyumba hiyo na mabegi yao, lakini mtoto wao yule wa kike anaitwa Julie alikataa, akasema anapenda kuishi kwa Colonial House. Huenda kwa shapata marafiki, maana unajua watoto wa kike, alikuwa ashapata shoga yake, rafiki yake kule anaitwa Fatima na watu wengi, sababu huenda alikuwa anaogopa kuishi tofauti na watu, kwa sababu alikuwa anahofia maisha yake. Hivyo yeye aliona kwamba kule inaweza kuwa ni salama zaidi tofauti na huku. Lakini familia, baba, mama na mtoto mdogo walikubali kuja kuishi katika nyumba hii, na saa 12 hii waliingia taratibu katika nyumba yao waliopewa na serikali ya kijiji hiki cha dunia ya kutisha, dunia ya kuzimu. Hakika hii dunia ni ya kuzimu. Hakika hichi kijiji kinatisha. Kila anayekuja haingii ndani, kila anayekuja hawezi kutoka nje tena ya mji huu. Na hii familia wanaingiza mabegi yao yote. Na hii kumbuka ni nyumba ya bwana Frenki, yule aliyopoteza mke moja na mtoto. Yule bwana Frenki aliyefungiwa katika lile banda kule nje kama adhabu, kwa sababu alitelekeza familia yake akaenda kulewa, na kilichomkuta ni kupoteza mke na mtoto. Na maanisha kwamba familia yake yote iliteketea baada ya mtoto ushawishika na wale majini kisha kufungua dirisha. Baada ya hapo kilichowakuta ilikuwa ni kifo. Hakukuwa na msalimia Mtume. Baada ya bwana Jimmy, Tabita na mtoto wao mdogo aliyekuwa anaitwa Kenny, nao pia waliingia ndani na kufunga mlango, wakafunika madirisha, wakafunga vioo. Utaratibu, sheria zikafuata. Na baada ya kufunga mlango na madirisha vizuri, hirizi alokabidhiwa kama kawaida aliweka mlangoni na kuirudisha na kugeuzia kwa nje ya mlango kama ulinzi wa kuepukana na wale majini na wale mashetani. Huku katika nyumba ambayo alikuwa anaishi yule afande wa Kichina na mama yake,
alikuja na yule bwana mkubwa, akamwambia, mama, tuna mgeni leo, tutaishi naye hapa. Mama akauliza, huyo ni nani? Ndipo yule kijana ambaye ni afande wa Kichina akasema, huyu jamaa anaitwa Jackie, kwa hiyo tutakuwa naye hapa nyumbani, tutaishi naye hapa nyumbani ili tu kuweza kumsaidia, kwa sababu rafiki yake ameuawa na wale mashetani na yeye hana sehemu nyingine ya kuishi wala hana nguo za kubadilisha. Kwa hiyo nimemleta hapa ili angalau nimpe hata nguo za kubadilisha. Yule mama wakati huo akiwa na huzuni alimkaribisha yule bwana mkubwa, karibu nyumbani, karibu katika dunia yetu ya kuzimu, karibu katika kijiji chetu ambacho ukiingia huwezi kutoka, ila hakika ipo siku mbingu zitafunguka na tutaona njia tena ya kurudi nyumbani kwetu. Yule mama alimkaribisha kwa huzuni. Katika ile nyumba ambayo bwana Jimmy, Tabita na kijana wao mdogo alikuwa anaitwa Kenny walikuwa tayari wameshaingia ndani, na mama Tabita alikuwa na mtoto wake katika chumba ambacho kwa nala mtoto wake. Unajua familia zingine hawapendi kulala na watoto. Mtoto alikuwa shakuwa mkubwa, hawezi kulala na wazazi wake. Mtoto aliuliza, mama, wewe na baba mnakuja pia kulala hapa? Yule mama alisema, hapana, wewe utalala peke yako hapa. Sisi na baba tutalala katika chumba kingine. Wewe ushakuwa mkubwa, huwezi kulala na sisi sehemu moja. Mtoto akauliza, mama, kwa hiyo Julie atarudi? Mama akamjibu akasema, hapana, lakini hata kule aliko pia dada yako Julie ni salama, hakuna shida yoyote. Kwa hiyo uwe na amani mtoto wangu, uwe na amani, hakuna tatizo, uwe na amani kabisa mtoto wangu. Na wakati huo baba yake na Kenny alifika. Akamuuliza mke wake, vipi, naona mnatia story na mtoto wangu hapa. Anauliza kuhusu dada yake, vipi huko aliko ni salama? Huyu naye atakuja? Nimwambia hata huko aliko ni salama, hawezi kuja. Okay. Kateo baba yake alikuwa amekuja na kitabu. Unajua mtoto wao huyo Kenny anapenda sana simulizi. Anapenda kweli simulizi ya The Book of Magic and the Movie Stories. Kwa hiyo alikuwa kuja na kitabu chake hapo, akihitaji kwanza kumsimulia, mtoto wangu, mara ya mwisho tulishia wapi katika simulizi? Baba, unajua ulinihadithia tu ile story ambayo ilikuwa inahusu wale wanyama na binadamu, jinsi gani walivyokuwa wanaishi enzi hizo, karne ya 16. Basi sawa mtoto wangu, usijali, leo tunaendelea pale pale tulipoishia. Ndipo baba yake akaanza kumpigia hadithi tena mtoto wake ili aweze kupata usingizi na kuweza kulala. Kwa kawaida familia za watu wenzetu wenyewe wanapenda kusimulia watoto zao hadithi. Hata wewe pia unaweza ukajitengea muda tunamsimulia mtoto wako hadithi mpaka analala. Inakuwa ni rahisi mtoto kupata usingizi kuliko ageuke huku angalie pala nyumba, lakini ukimsimulia hadithi anasikiliza mpaka analala. Na wakati ule katika Colony House, mama Mjengo aka Mama Tabita aka Mama Dona, Mama Tabita, Mama Dona alikuwa anamkaribisha mgeni mpya. Mgeni mpya anaitwa Julie. Walikuwa wanakunywa, wanasherehekea, wanamkaribisha mgeni mpya, wanashangilia na kumpigia makofi. Karibu mgeni, karibu, jisikie uko nyumbani. Na vigelegele na makofi, shangwe vililindima. Na wakati huo Afande Steven moyo wake uko unamuuma. Unajua katika maisha unaweza ukafanya jambo lakini moyo uko baki unauma. Yaani unaweza ukafanya maamuzi lakini moyo baadaye ukaanza kuuma. Kwa nini ulifanya yale maamuzi? Kwa hiyo ndicho kilichomkuta Afande Steven baada ya kufanya maamuzi ya kutoa ile adhabu, kana kwamba ile adhabu, hata kama ile adhabu ilikuwa inafundisha watu wasiende tofauti na sheria,
lakini moyo wake ulikuwa unamuuma usiku ule. Na usiku ule pia katika kile kibanda, ile container ambayo imetobolewa na uwazi, yani unaweza kuona kinachokuja nje, na mkono pia unaweza kupitisha vizuri tu. Yule bwana mkubwa aliyekuwa anaitwa Frank, ambaye alipelekea familia yake kufa, alikuwa ndani ya container akiwa na huzuni, akiwa na mawazo, akiwa anafikiria ni nini afanye. Wakati huo alikuwa hajakaa, baridi ilikuwa inampiga, akiwa na hofu huenda mashetani wanaweza wakaja na kummaliza. Hakika inatisha na inahuzunisha pia. Na yule bwana Frank alipokuwa katika ile nyumba, katika lile banda, usiku ule, yale majini yakaanza kusogea. Ni kama kulikuwa kuna mtu ambaye unamfahamu, alikufa miaka mingi iliyopita, basi anakuja taratibu, anaanza kutizama. Sasa huyu bwana, mke wake alikuwa ashakufa, wameshamzika. Mtoto wake alikuwa ameshakufa, wameshamzika. Na watu wengi waliokufa, mama yake, baba yake, watu wengi waliokufa. Basi alikuwa anawaona wakisogea katika lile banda na kuanza kumtazama. Hakika moyo wake ulianza kumuuma. Hakika kichwa kilianza kumuuma. Hivi fikiria, unaona watu waliokufa, unawafahamu, afu unaona wanakuja wanatembea, wanazunguka sehemu ya banda lako. Hakika huyu jamaa sidhani kama atatoboa usiku wa leo. Yani hii ni zaidi ya adhabu. Yani hii ni ukatili wa hali ya juu. Jamaa alianza kulia, machozi yakimtoka, akishika moyo wake ukionekana ukipiga kwa nguvu. Sasa Afande Steven, unajua inapofika usiku hutaki kufungua dirisha. Moyo ulikuwa unamuuma kwa kile kitendo alichokifanya. Ikabidi tu afungue dirisha atizame. Alichokutana nacho, aliona ni kundi la watu wengi waliokufa zamani. Mpaka mtoto wake na huyu bwana na mke wake na mama yake na baba yake wamezunguka lile banda. Yani sasa wale mashetani hawakwenda kwenye ile colonial house wala ile town house. Waliona kama vile sasa kitoweo ndo hiki. Kitoweo ndo hiki sasa. Yani waliona kama vile wamesogezewa msosi. Kwa hiyo wanaendelea kumzunguka lile banda. Walikuwa wanazunguka lile banda. Hakika inatisha. Yani usikia tu kwa mwenzako, usiombe kutokea. Na mwisho lile banda mbao ilikuwa ni laini sana. Wale majini walivunja na kuangamiza maisha ya Frank. Hakika alikufa kifo cha kutisha. Na hakika maisha yake yalipotea. Yeye, mtoto na mke, wote waliaga maisha. Wote walipoteza maisha. Wale majini walivamia na kuanza kumnyonya damu. Wale majini walivamia na kuanza kutafuna nyama yake. Hakika walimlalua kama simba anavyolalua kitoweo huko msituni. Hakika Frank alikufa kifo kibaya. Kumbe ile adhabu ni kifo. Kwa hiyo huenda hata kipindi wako kule makaburini alikuwa anasema, sijui kama nitapona wala sitajihilizi. Moja kwa moja alikuwa anajua atakufa. Na lile banda lilivyojengwa lilikuwa ni la mbao. Lilikuwa kama container, lakini lilikuwa limejengwa kwa mbao. Kwa wale majini walivunja, baada ya kuvunja wakamteketeza bwana Frank. Na hapa hatua yetu ya 6 ndipo inapoishia. Tukutane hatua ya 7. Na kama ni mara yako ya kwanza kukutana na chaneli hii ya The Book of Magic and Movie Stories, jina langu naitwa Ayubu Obedi. Bonyeza alama ya kengele kama ni mara yako ya kwanza kukutana na chaneli hii. Subscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata notification pale ambapo naweka simulizi mpya. Naitwa